Hisa za kampuni ya magari ya umeme ya Tesla ziliporomoka kwa 14% siku ya Alhamisi, ikiangusha thamani ya soko kwa zaidi ya dola bilioni 150 kufuatia mvutano hadharani kati ya mkurugenzi mtendaji wake Elon Musk na rais wa Marekani Donald Trump. Wasiwasi wa wawekezaji uliongezeka baada ya Trump kumkosoa Musk hadharani kuhusiana na msimamo yake ya kisiasa na mswada mpya wa kodi. Elon alijibu kwa ukali kupitia X akipinga mswada huu ambao unaondoa ruzuku za kodi kwa magari ya umeme. Rais Trump alidai kuwa hasira ya Musk inatokana na hatua hiyo ya serikali kuondoa motisha ambazo zimekuwa muhimu kwa ukuaji wa Tesla. Ugomvi huo unakuja katika wakati mgumu wa Tesla, huku mauzo ya magari ya umeme yakipungua na kampuni hiyo ikiwekeza kwa matumaini makubwa kwenye teknolojia ya magari yanayojiendesha, yani robotaxi. Kupitia mkutano wa mapato kwa mwaka jana, Musk aliwaambia wawekezaji kuwa kama hawaamini mafanikio ya mpango huo, wanapaswa kuuza hisa zao za Tesla. Hadi kufikia Jumatano, thamani ya soko la Tesla ilikuwa takriban dola trilioni 1, ikiwa mbali juu ya Toyota yenye dola bilioni 290, lakini mzozo mpya unaweza kuathiri matarajio hayo. Wachambuzi wa Wedbush wamekadiria kuwa fursa katika sekta ya akili bandia na magari ya kujiendesha inaweza kuwa na thamani hadi dola trilioni 1 kwa kampuni hiyo. Hata hivyo, ugomvi na ikulu unaweza kuzuia mafanikio hayo. Idara ya usafiri ya Marekani ndiyo yenye mamlaka juu ya viwango vya magari ya robot, na kwa sasa inachunguza programu ya full self driving ya Tesla kufuatia ajali mbaya. Wataalamu wanaonya kuwa kwa upande mbaya wa Trump kunaweza kuleta hatari ya kisiasa, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kushambuliwa kwa njia ya kanuni na sheria. Aliwahi kuungwa mkono na mazingira ya kisiasa, sasa upepo umegeuka na kuwa kikwazo, alisema Steve Stonick, mchambuzi mkuu wa Interactive Brokers. Miezi michache iliyopita, Musk alikuwa mshirika mkuu katika idara ya ufanisi ya serikali yani DOGE iliyoanzishwa na Trump. Lakini uhusiano wao umevurugika, huku Musk akijiondoa kwa kiasi kutoka kwenye siasa ili kuzingatia zaidi shughuli za kibiashara baada ya kuporomoka kwa hisa. Utajiri wa Elon Musk umeshuka kwa takriban dola bilioni 27 kufikia dola bilioni 388 kwa mujibu wa Forbes. Katika jukwaa lake la Truth Social, Trump alipendekeza kukatisha mikataba na ruzuku zote za serikali kwa kampuni ya Elon Musk kama njia ya kuokoa fedha katika budget. Tayari baadhi ya maafisa akiwemo waziri wa usafiri Sean Duff wameanza kubadilisha baadhi ya kanuni kuhusu magari ya robot. Lakini wachambuzi kama Seth Golson wa Morningstar wanaonya kuwa serikali inaweza kuanzisha kanuni zitakazoilenga Tesla kwa makusudi. Hili linazidishwa na uamuzi wa Tesla kutumia kamera pekee badala ya teknolojia ya radar au lidar inayotumiwa na washindani wake. Ikiwa lidar itahitajika kisheria, Tesla itapata pigo kubwa. Zaidi hayo, mswada wa bajeti ulioko bungeni unapendekeza kufuta ruzuku ya dola 7,500 kwa ununuzi wa magari ya umeme kufikia mwishoni mwa mwaka 2025. Kwa mujibu wa JP Morgan, hatua hiyo inaweza kupunguza faida ya Tesla kwa dola bilioni 1.2 kila mwaka na kuathiri mapato ya ziada ya dola bilioni 2 kutoka kwa mauzo ya mikopo ya udhibiti. Tesla bado inasalia kuwa kampuni ya magari yenye thamani kubwa zaidi duniani, lakini mustakabali wake sasa unakabiliwa na hatari kutoka kwa mazingira mapya ya kisiasa na kutoka kwa Trump mwenyewe. Hii hapa ni SNS Management.